Kwani nasema mimi? Sasa alisema mwenyewe kwamba haya mashabiki ni nini? Mambumbumbu, sio? Pengine hiyo inaleta tafsiri gani? Kwamba tafsiri kwamba wale jamaa uwezo wa kufikiri ni mdogo. Leo hii ujiulizi kama Yanga ananunua basi moja, wewe unanunua mawili anachakaa, mwenzio bado anatumia. Ujiulize kwamba hiyo timu yako inanunua mabasi ya namna gani? Wao wanasema ile goli lenu laanza wa koloni bwana. Ngoja nikwambie. Ile gari waliloleta sasa hivi wanasema iliza. Umenielewa? Kwenye market ya kidunia hulikuti. Mimi nawapeni hapa. Nikupe iPhone yangu hapa. Ligugu hapa kama unalikuta. Kama halipo. Kwenye market ya kidunia Man City, PSG, Madrid mara mwisho ametumia ile gari iliza, aina ya iliza 2009 ndio mwisho wa kutumia. Umenielewa? Wale jamaa sasa hivi wameingia kwenye soko la kidunia, basi ambalo liko kwenye market. Ni vidia, unaijua hiyo? Ni vidia. Umenielewa? Hilo ndio gari ambalo linafanana na hadhi ya timu kubwa. Leo hii kati ya Simba na Azam wa kwanza kuleta iliza ni nani? Chebe anafahamika hiyo baba. Ni nani? Semeni, maana wasija akasema mimi labda nawakosea. Ni nani? Azam ameleta muda gani toka nimefika hapa Bongo? Miaka miwili haijaisha? Ngoja, miaka miwili haijaisha? Twende tukubaliane, miaka miwili haijaisha? Imeisha. Hii 2026 Azam ameleta 2024. Sio? Basi lao limekuja hapa iliza 2020 na Azam ameshalitumia ile basi, amelichoka. Anatafuta wanaotaka kuwa daladala hapa mjini awauzie. Anatafuta mtu anayetaka afanye kuwa daladala awauzie. Yaani Azam sasa hivi tayari anaondoka kwenye mfumo wa iliza, afu mtu anashangilia iliza. Huoni ni matatizo hayo? Pengine basi la Simba ni majegioni. Blaza, ngoja kwanza nikwambie. Moja ya gari ambazo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam anazipiga stop kuingia katikati ya jiji, Civic Corona namba A, IST siyo namba A siyo nini, namba A hizo zote haziruhusiwi kuingia. Zinatoa moshi mchafu. Umeelewa? Kwamba wale waliosoma masuala ya eruption of disease wanaelewa inasababishwa na nini. Umeelewa? Moshi wa viwandani na gari linazalisha pia moshi kama ule. Umeelewa? Likichoka. Kwa leo hii pale Kariakoo kuna mkusanyiko wa watu wengi. Si umenielewa? Kuna mkusanyiko wa watu wengi. Unaleta gari ambayo inasababisha uchafuzi wa mazingira, unasababisha eruption of disease. Kuna population kubwa ya nini? Ya watu pale, sio? Leo tunakuja kusema gari la Simba iliza. Leo kwa sisi wa Tanzania linavyokuwa linatoka, wanapomaliza hiyo kufanya service garage, likitoka watakwambia usajili wake ni namba hii. Uongo kweli? Ngoja twende tipu. Wanapomaliza service wakilitoa watakwambia namba hii. Usajili wake ni namba hii. Mimi nakataa. Tukubaliane hapa. Ndio mimi nakupa hiyo sasa. Zile namba si zinanunuliwa. Plate number inanunuliwa. Wewe unabisha sasa. Plate number ina document ya nini? Wewe atakuletea document yule. Nakwambia wewe anakuletea document. Kuna shabiki wa Simba ataenda kuiona document. Bwana Uchebe pengine Simba wamepigwa tena vibaya mno. Kelbo moja nzito ambayo mpaka muda mwingine ukimwangalia hivi unasema hata binadamu kama huyu naye ananyonywa. Ananyonywa. Ni matusi kwa kweli. Umenielewa? Sasa kuna wakati muda mwingine tukizungumza eti wanasema wanawivu. Hapo wamesema, nimeona misemo aliyosema inatakiwa iandikwe mle, sio? Siku zote gari kisha choka misemo haikosekani. Sio kama mnanielewa. Ukiona tayari unaona kabisa hapa mwanangu, hata mtaa wenyewe unashtuka kwamba mimi kweli natumia gari kama hivi. Unachoamua kujihami mwenyewe unaanza kuweka nini? Misemo. Ndio maana wao wenyewe wameshaona kwamba bwana tumeletewa chuma chakavu. Nini tukifanye? Tuiweke misemo. Ila ni defend. Ili kwamba ukisema anakuambia mbona ilishaandikwa? Tulishajua. Bwana Uchebe, tukishikilia hapo moja kati ya wanachama na shabiki wa klabu ya Yanga, Priska Yanga, siku za hivi karibuni alitembelea pale Jangwani kwenda kutazama maendeleo ya ujenzi wa uwanja wenu. Hatimaye kuna chapisho ambalo aliliweka pale katika endo yake ya Instagram, mmemjia juu sana. Pengine ile imekaje? Ni sahihi. Kila mtu ataadhibiwa kulingana na uzito wa kosa lake. Umenielewa? Mimi nikwambie jambo moja. Tena kile kitu mimi nachoweza kusema, Priska ametukosea sana wana Yanga. Priska? Ametukosea sana wana Yanga. Umenielewa?
na hata kiomba radhi naomba sisamehewe. Huwezi ukaenda kwanza, niseme kwa engo hii, ameenda pale anasema nina ripoti kutoka klabu lilipo jengo la Yanga, nina ripoti kutoka lilipo jengo. Yeye ni mwandishi ngoja, ni mwandishi, ni mwanachama, sio mwandishi. Anayetakiwa kuripoti ni nani? Nakuuliza, anayetakiwa kuripoti ni nani? Umenielewa? Kwa hata nyinyi waandishi sasa hivi mnanihoji mimi kwamba uwezo wenu umezidiwa na Priska Yanga. Maki yeye ameenda amesema nina ripoti. Yaani kachukua hadi kitengo cha uandishi wa habari. Kanyang'anya. Changamoto ni nini ucheme? Yeye au changamoto kuwakosea nyinyi? Ngoja kwanza kuripoti amewakosea waandishi na ametukosea sisi wana Yanga. Umenielewa? Tukaanza kujihoji huyu ni mwandishi gani? Umenielewa? Huyu ni mwandishi gani anayekuja kuripoti vitu vya namna hii bila kufanya research? Wewe leo hii unapokuwa unaripoti jambo fulani lazima umejilizisha. Cha kwanza, yeye angekuwa ni mwanachama mzalendo ndani ya klabu ya Yanga, pale pana uongozi na hajazuiliwa. Hakuna mwanachama yeyote wa Yanga aliyezuiliwa kwenda kuhoji au kuongea na viongozi jambo lolote. Umenielewa? Liwe la kujenga au la kubomoa, hujazuiliwa. Nenda bwana, pale kuna mkurugenzi wa mashabiki na wanachama, pale kuna ofisi za rais wa klabu ya Yanga, lakini pia na viongozi wengine wako pale. Ilitakiwa tu aende. Ndio nakupa sasa, nakupa sawa, kwamba jambo lilokuwa linatakiwa yani kuhoji huzuiliwi, kuja public huzuiliwi, ila procedure zimefuatwa kwamba yeye angeenda kuhoji uongozi wa Yanga. Bwana, mlituambia uwanja ndani ya miezi 18 mpaka 24 unakuwa umefanyaje, umekamilika, lakini ndani yake mliahidi kwamba siku ya pili yake kazi hii inaanza mara moja. Umenielewa? Je, sioni kama kuna vifaa viko hapa, sioni mainjinia kama wako hapa. Je, shida ni nini? Umenielewa? Aidha angeuliza hao viongozi, hajapewa majibu. Umenielewa? Pili, labda amepewa majibu, yale majibu hajalizika nayo, ndo angekuja wapi? Public. Umenielewa? Angekuja public. Mimi mwenyewe ningemsupport 100% kwamba kweli umeenda umehoji, hujapewa majibu. Lakini kwa kuwa hujapewa majibu, ngoja tusaidiane, umekuja na jambo zuri, tupushi. Umenielewa? Sasa yeye ameenda direct, no kuonana uongozi wowote. Kaefika huko sijui katoka sijui sehemu gani, kavurugwa na mpenzi wake, kaja moja kwa moja pale. Unajua na ripoti kutoka hapa jengo la Yanga, waliposema uwanja utaanza, lakini leo ni siku ya 18. Siku ya 18 unamwambiana miezi 18 imefika? Anawaambia wananchi. Ngoja, miezi 18 imefika? Miezi 24 imefika? Unataka kumpushi GSM aweke uwanja mbaya kama gari la Simba? Kama ngoja nakuuliza mwandishi, unataka tumpushi GSM atuletee uwanja mbaya kama gari la Simba? Lakini amewasilisha mawazo yake. Mawazo yake amepeleka sehemu sio sahihi. Hajatumia njia sahihi. Mchebe. Yes. Nguvu, kitu ambacho amekifanya Jesta na nguvu ambayo mnatumia kulipromote gari la Simba, huoni kwamba ni mnalipromote gari la Simba ili kuzima ajenda ambayo ameizungumza Jesta? Hapana, ni vitu vile tofauti. Jessica ni wa Yanga, gari la Simba ni la Simba. Sisi hatutumii nguvu kupromote gari la Simba, na hayupo mtu ambaye anapromote gari la Simba. Nilipromote gari baya la nini? Ni nyinyi lakini ambayo mnalizungumzia sana, tofauti na wao wenyewe. Nani ambao azungumzie? Nani ambaye azungumzie? Mashabiki wa Yanga ndio wanazungumzia sana. Ngoja kwanza, hivi leo hii nikwambie bro, anayetakiwa kukukosoa wewe ni nani? Ni wewe mwenyewe au jirani yako? Hebu niambie hapa, anayetakiwa kukukosoa wewe ni wewe mwenyewe au jirani yako? Madhaifu yako nani atasema? Si jirani yako? Jirani yako ndio anaona madhaifu yako. Kwa mimi nimeona madhaifu ya gari la Simba, kwa nini nisiwaambie? Lile gari ni hatari kwa afya yako. Tena na washauri wanavotoka kule waandike kabisa tena kwa herufi kubwa, hatari kwa afya yako kama sigara hivi.
Simba liandikwe kabisa pale kama sigara hatari kwa afya yako. Bwana Uchebe, nikushukuru sana. Mimi nashukuru kama mmelizi.